Wadigani mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Korumba Baba kutokea jijini Arusha. Hapa tulipo ni kwenye jengo la Kondo Building na hii ofisi ni ofisi ya Global TV kanda ya kaskazini. Katika jengo hili upande wa juu kabisa kuna hoteli ya kisasa ya Kondo Hotel ambayo inatupa nguvu ya sisi kufanya matangazo haya kutokea hapa jijini Arusha. Na kwa siku ya leo tuna ripoti kuhusiana na shauri lilopo mahakamani linalomhusisha aliyekuwa mbunge wa jimbo la Simanjiro kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Christopher Ole Sendeka pamoja na wenzake wanne ambao wameshtakiwa na mabinti wawili. Wa kwanza aliyoshtaki anaitwa Napokea Baraka Kanunga na Jennifer Baraka Kanunga, ambao hawa mabinti wote wawili ni watoto walikuwa mwenyekiti wa baraza la halmashauri ya wilaya ya Simanjiro Mheshimiwa Baraka Kanunga Laiza, ambaye inaelezwa kwamba ana kipindi kirefu baada ya uchaguzi amekuwa akisumbuliwa na maradhi. Sasa hawa watoto wameshtaki Ole Sendeka pamoja na wenzake watatu akiwemo na Irisha Olenana Laiza, lakini pia yupo Metui Kanunga Laiza na Isaya Ole Nangida. Shauri hilo kwa mara ya kwanza lilisikilizwa siku ya tarehe 29 Juni mwaka 2026 katika mahakama hiyo ya wilaya ya Arumeru, na ilisikilizwa mbele ya hakimu mkazi mkuu wa mahakama hiyo Mheshimiwa Teofilo Nguvana, na mbele ya chumba cha mahakama waleta maombi walifika, lakini pia wajibu maombi wakiongozwa na Ole Sendeka walifika katika shauri hilo, na wakili wa wapeleka maombi anayefahamika kwa jina la John Lailumbe, wakili msomi huyu alieleza mahakama kwamba shauri hilo limepelekwa pale kwa hati ya dharura, hivyo mahakama ilisikiliza kwa sababu kulitokea pingamizi kutokea kwa wakili wa wajibu maombi, wakili msomi Simon Mbwambo, ambaye alisema kwamba alikuja tu kesi kwa ajili ya kutajwa. Mbona anamuona kwamba wakili upande wa wapeleka maombi au waleta maombi anaingia kwenye fakti au kwenye kiini cha kesi ambapo ni kama kesi imeanza kusikilizwa. Mheshimiwa hakimu alikuwa akisikiliza shauri hilo akaeleza kwamba mahakama huwa inatoa haki ya kumsikiliza mtu yeyote, acha zungumze hadi mwisho alafu tutaona. Baada ya kuzungumza na kueleza kwamba hali ya Baraka inahitaji usaidizi wa matibabu, na hawa watoto ambao wameleta shauri hilo mahakamani ni miongoni mwa watu ambao wanashiriki katika kumhudumia, lakini wamezuiwa kuingia kumhudumia babao, hawaruhusi kufika wala kumuona wala kupeleka matibabu yoyote kwake. Kwa hiyo wamekuja mahakamani ili mahakama kupitia sheria zake zieleze kwamba watoto hao wana haki ya kufanya hivyo ama hawana haki, ili wanaowazuia ambao ni wajibu maombi Ole Sendeka na wenzake waelekezwe au wapewe sheria inayowazuia wasiwazuie watoto hao. Baada ya maelezo hayo, upande wa wajibu maombi kupitia kwa wakili Mbwambo waliomba kwamba watu wote watoke nje ya chumba cha mahakama, kitu ambacho hakimu alikataa. Akasema sasa watu wanatokaje kwenye chumba cha mahakama, kwa sheria ipi ambayo wewe unataka watoke? Akasema kwamba ni shauri la kifamilia lakini pia linahitaji usiri. Hakimu akasema labda tuahirishe shauri hili na baada ya dakika 5 tutarejea. Kwa shauri likarudishwa. Baada ya dakika 5 tukaingia kwenye chumba cha mahakama ambapo upande wa wajibu maombi waliomba mahakama kwamba shauri hilo liahirishwe waende wakamalize nje ya mahakama, na upande wa pili waleta maombi ukawa umeridhia hilo, na shauri hilo liliahirishwa hadi siku ya leo ambayo ni siku ya tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo pande zote mbili zimerudi mahakamani na kueleza kwamba wamekubaliana makubaliano ambayo mheshimiwa hakimu aliwauliza watoto, je, mmeridhika na makubaliano ambayo mmeyafanya nje ya mahakama? Watoto hao wakaeleza kwamba wamekubaliana na masharti na makubaliano hayo. Kwa hiyo mheshimiwa Teofilo akaeleza kwamba hayo makubaliano yaandikwe, yaletwe kwa maandishi, yabakie kama kumbukumbu za mahakama ndani ya siku 7. Kwa hiyo shauri hili likawa limemalizika hivyo kwa siku ya leo. Kwa hiyo kwa siku ya leo mahakamani ikawa imeisha hivyo, lakini nje ya chumba cha mahakama tukataka kuzungumza na mawakili ambao walikuwa hawako tayari, lakini pia kwa nafasi ya kuzungumza na familia, hasa watoto ambao walileta maombi ambao nao pia walikuwa hawako tayari kurekodiwa, lakini ambacho walieleza ni kwamba kilichowapelekea wao wafike mahakamani na kuomba mahakama iingilie hili ni kwa sababu babao ana wake watatu, na babao hivi sasa anahudumiwa au anakaa kwa mke mdogo, ambapo awali kabla ya kuumwa walikuwa wanaweza kuenda na kutoka
lakini hata mwanzoni wakati mzee anaumwa walikuwa wanashirikiana naye, wanafika wake zake wote na watoto wanamhudumia mzee pale, wanamsalimia na vitu kama hivyo. Lakini kuna kipindi imefika ni kama wamezuiwa kuingia ndani kabisa kwenye hiyo nyumba, kwamba wakifika getini hawaruhusiwi kuingia, na ni zaidi ya wiki 3 wiki 4 hivi. Kwa hiyo wakafika mahakamani hapo kwa ajili ya kuomba hilo. Lakini kingine ni kwamba wanadai kwamba kwa aina ya matibabu ambayo anapata mzazi wao, wanatamani kuna aina nyingine ya matibabu ambayo wao kama watoto, kwa sababu wana uwezo wa kumtibu babao, wapewe nafasi ya kumpeleka kwenye hospitali au kwenye matibabu mengine ambayo wao wanaweza kuyagharamikia, ili babao akae sawa au wapone kwa haraka na kuendelea kwenye majukumu yake. Na hawa waliowashtaki wote walikuwa wanahusika katika namna moja ama nyingine kwenye kuwazuia wao wasimfikie babao na simtibu babao. Lakini kwenye kikao ambacho walikaa nje ya mahakama, wanaeleza kwamba wamekubali masharti yote ambayo wao kama watoto waliyapeleka kwenye ule upande wa wajibu maombi. Uweza kuwa ni mwanzo kama sio mwisho wa hichi ambacho tumekianzisha juu ya kuangazia hili, lakini pia ikaleta funzo kwenye sheria za kimila na tamaduni zetu ambazo tumezoea kwamba labda unaweza ukamzuia mtoto wakati sheria ya mtoto inampa nafasi ya kumhudumia mzazi wake. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi, naitwa Korumba Le Babas. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.